Bana, shindano la Miss Grand 2026 finally tumeshuhudia weekend hii hapa imemalizika, na ni moja kati ya shindano ambalo limeleta mjadala mkubwa sana kwenye mitandao ya kijamii kutokana na ushindi ambavyo umepatikana. I can say hongera sana kwa washindi wote kwa sababu kila mmoja amedeserve upande wake. Ukiangalia pale kwa mwaka huu 2026 tumeona ameshinda Jihan Dima. Huyu alikuwa ni Miss Grand kwa mwaka 2026 kutoka kule Mwanza, na ndio amechukua taji la Miss Grand kuiwakilisha Tanzania huko India kwenye mashindano. Na namba 2 tumeona amechukua Priska Limo. Huyu ni Miss Grand kutoka Arusha ambaye yeye amechukua nafasi ya Miss Cosmo ambaye ataenda kuiwakilisha Tanzania kwenye upande wa Miss Cosmo 2026 huko Vietnam. Kiukweli mjadala umekuwa mkubwa sana kwenye mitandao ya kijamii, wengine wakilia, wengine wakifurahi. Kiukweli kwa upande wangu I'm happy for them kwa sababu wote mwisho wa siku ni queen na kila mmoja na stand kwa upande wake bila kujali upande wa team na vitu kama hivi hapo. Na wengi wamezungumza na kusema kwamba kipengele cha Q&A kiukweli kuna namna fulani kama kimeangusha mamiss wetu ambao walishiriki Miss Grand 2026 kwa sababu I don't know ni upande wa maswali yalikuwa ni magumu ama lugha ambazo walizitumia kuwakilisha. I think English ndio lugha ambayo wengi wanaitumia ama mamiss wengi wanatakiwa uitumie kwa sababu baada ya hapo tunategemea kukuona umeenda nje ya Tanzania unakutana na watu ambao hawazungumzi Kiswahili kabisa na vitu kama hivyo. Sio mbaya kuichagua lugha ya Kiswahili, lakini English ndio lugha ambayo inakuleta ama inakuonesha confidence yako ama inakuonesha usomi wako kama miss katika kipengele hicho. Na watu wengi wamesema kwamba kipengele hicho kimeangusha sana mamiss ambao wameshiriki Miss Grand kwa mwaka 2026. So tumeona pale finali zimefanyika siku ya Jumamosi, mashindano ya Miss Grand, na mshindi kutoka Mwanza hapa kama nilivyokuambia hapo mwanzo, Jihan Dima amechukua taji la Miss Grand. Namba 2 ni Priska Limo ambaye amechukua Miss Cosmo. Namba 3 amechukua Celine Edson Miss Elf ambaye atawakilisha Tanzania kwenye upande wa Miss Elf kwa mwaka huu 2026. Na namba 4 tunamuona Rose Uiso ambaye amechukua kama Miss Global Tanzania. Namba 5 amechukua Janet Anselme ambaye ni Miss International Tanzania. Na namba 6 ni huyu hapa Zulfa Yazid ambaye amechukua Miss Golden Tanzania. So hawa wote ni queen ambao wameondoka na mataji kuiwakilisha nchi ya Tanzania katika sehemu tofauti kulingana na kile ambacho wamekipata. Kiukweli hongera sana kwa wote, na nimeona sana watu wanasema kwa upande wa Priska Limo ange deserve kuchukua taji kutokana na vitu ambavyo vimeonyesha. Ameonyesha kwa asilimia kubwa sana, amejitoa kwenye upande wa challenge ambazo walikuwa wakizifanya, na kwa upande wa Jihan haja deserve kiukweli. I don't know. Sawa, hii ni yote kutokana kwa upande wa team ama upande wa team, mashabiki wa mtu fulani wanaweza kusema hivyo kiukweli, lakini ukiangalia kwa wote kila mmoja amepambana kwa upande wao, na kigezo si tu kwenye upande wa kupambana kwenye challenge na vitu kama hivyo. Wenyewe majudges wa Miss Grand wanaangalia nini hasa ambacho anakitaka kwa mshiriki ama mshindi ambaye wameona huyu ndo anafaa kuiwakilisha Tanzania kwenye Miss Grand Tanzania. Na kwa upande wa Jihan tumeona pale especially kwenye muonekano na vitu kama hivyo. Sasa kusema kwamba Priska hana muonekano, lakini kitu ambacho wanakizingatia sana Miss Grand ni muonekano. Lakini pia so ukiangalia kwa vigezo ambavyo majaji wenyewe wameviangalia na kuona kwamba Jihan ana deserve kuchukua taji la Miss Grand 2026, kuna vigezo vingi ambavyo wanaviangalia. Kuna body appearance, uzuri, upande wa business, namna gani ambavyo unaweza kustand kama public figure na kufanya kazi na brand na vitu kama hivyo. Lakini kwa upande wa kumweka nafasi Priska Limo kama Miss Cosmo, pia masuala ya confidence kama hivyo, na Priska ni moja kati ya mamisi ama watu ambao walishiriki pale na confidence ya ajabu. Yaani akiingia kwenye stage unajua Priska Limo hana kazi mbovu, amestand na vitu vikubwa sana. Ameonyesha confidence ya kutosha, namna ya kujielezea maswali yake alikuwa anaeleza vizuri na vitu kama hivyo. So hongera sana kwa majaji kwa kazi ambayo wameifanya, na hongera sana kwa mamisi ambao wamepata nafasi ya kushinda katika upande wa Miss Grand 2026. Kila mmoja na nafasi yake, so wote tuwa support kwa sababu kila mmoja anakwenda kuiwakilisha nchi ya Tanzania kwa upande wake nje ya Tanzania. Huyu mwingine anaenda kuiwakilisha Tanzania huko India, mwingine Priska Limo anaenda kuiwakilisha Tanzania huko Vietnam, na wengine huko Miss Earth na vitu kama hivyo. So kikubwa kama Tanzania tunatakiwa tusimame na kuwapa support kila mmoja na nafasi yake. Kuna Jihan Dima anaenda kuiwakilisha Tanzania India kama Miss Grand, yeye ataenda kukutana kule na watu wengine. So kumpa support yako kama wewe Mtanzania itamfanya aweze kuondoka na taji na kurudi nalo hapa, sio kumvunja nguvu. Lakini pia kwa upande wa Miss Cosmo, Priska Limo naye anaenda kuiwakilisha Tanzania huko Vietnam. Kikubwa ni kumshika mkono na vitu kama hivyo, lakini wengine wote Miss Elf, Miss International, Miss Global na vitu kama hivyo, kila mmoja ashikwe mkono, lakini pia asapotiwe ili tuhakikishe kwamba basi mataji yote hayo yanarudi hapa nchini Tanzania ili tuwe proud kwenye masuala ya urembo kwa hapa nchini Tanzania. Maoni yako ni yapi? Niambie hapo kwenye comment section.